Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaendelea kwa neno lile ambalo nilikuwa nikilifundisha. Ni kwa ajili ya connection ya kifaa ambacho kinachorekodi mafundisho haya kimepata itilafu fulani hivi, kwa hiyo ikakatika mahubiri. Lakini namshukuru Mungu, bado neno hili nitalifundisha na nitaendelea kulifundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakwenda kumwomba Mungu ili apate kunisaidia nikaendelee kwa neno hili. Ninaomba. Baba, katika jina lako Yesu Kristo Bwana wa Nazareti, Mungu mkuu, ninaomba Baba ukaweze kunisaidia kwa neno hili Bwana Yesu, kuweza kuliendeleza. Wewe Bwana ukaweza kuwafundisha watu wako kwa neno hili, kwa kuwa ni ngumu sana hata siwezi kulinena. Ninaomba kuanza kwangu na kumaliza kwangu unisaidie Bwana Yesu, katika jina lako Yesu Kristo ninaomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema ya kwamba watu wamejijengea. Mungu anasema ya kwamba fanya kazi siku 6, lakini watu wanafanya kazi siku 7 ambazo Mungu ameweka watu wafanye kazi siku 6, lakini imekuwa ni siku 7. Watu wameacha ibada, watu hawana muda wa kumtumikia Mungu, watu wameasi Mungu kwa ajili ya kazi, watu wamemwasi Mungu kwa ajili ya vitu wanavyokutana navyo, hususan kazi. Kazi zimewafanya watu wengi waliokuwa Afrika walikuwa wakimtumikia Mungu, vijana, wa mama, wa baba, wameasi Mungu. Hasa vijana. Vijana leo ni pombe, wanawake na kazi. Wamekaa katika hivyo vitu, wamemsahau Mungu kabisa aliyewaita. Wamemsahau Mungu aliyewaokoa. Wameasi na kubadilika. Lakini Mungu anasema ya kwamba usiabudu, usitumikie Mungu mwingine hapa chini ya jua. Usiamini kitu kingine, yani usinamie kitu kingine hapa chini ya jua au uko juu mbinguni. Lakini watu wameinamia makazi zao. Kazi wamezifanya kuwa ndio Mungu wao. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, sikiza nikwambie, unapofanya kazi, unapoifanya kazi kuwa ndio sehemu ya maisha yako, yani unafanya kazi kuwa ndio sehemu ya maisha yako yote, umemsahau Mungu na kufanya kazi kama ndio Mungu wako. Yani wewe hauombagi tena, wewe haunaga tena muda wa kutafakari mambo ya Mungu. Hauna muda, hauna habari za kufikiri utakatifu, maisha yako ya kiroho. Yani wewe umekuwa ni kazi tu, kazi tu, kazi tu, kazi tu. Jua ya kwamba umemwasi Mungu na inabidi utubu, ukakumbuke wapi ambapo ulipoanguka ili Mungu akapate kukupokea. Lakini ujue itakuwa ni ngumu sana, lakini Mungu ni mwema. Mungu hamwachi mtu. Unapomrudilia tena, Mungu anapokea mtu. Unaporudia, unapotubu na unasimama kwa unyoofu, Mungu anarudilia mtu. Kwa sababu hapa Mungu anasema katika kitabu cha Kutoka sura yake 20 na mstari wake wa 4, Mungu anasema ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Watu wanaabudu mwezi, watu wanaabudu ng'ombe, watu wamesahau. Bwana Yesu aturumie sana. Imekuwa ni shida sana. Imekuwa ni shida sana. Watu wamesahau mafundisho ya kweli. Watu wanaigamia kwa vitu visivyookoa. Ndugu zangu, tumeitwa kwa kuhubiri neno la kweli. Tumeitwa kwa kuhubiri injili ya kweli. Tumeitwa kuwaonyesha watu na kuwaonya watu katika makosa yao. Sio kuwabembeleza watu, sio kuwaonea watu huruma. Mtu anapofanya makosa, mtu anapofanya dhambi, mtu anapotenda siyopendeza, mkemee, kwa sababu wengine waogope. Bwana Yesu aturumia sana. Bwana turumia sana. Usifanye kazi
kuwa ndio kitu cha muhimu sana katika maisha yako kuliko Mungu wako. Kweli ni vizuri. Kama ni kujenga, jenga nyumba. Kama ni kufanya biashara, fanya biashara. Kama ni kuzaa, zaa sana. Kama ni kuoa, oa. Kama ni kutafuta mali, tafuta mali. Lakini katika kutafuta mali na kutafanya hivyo vyote vitu, isikufanye kumwasi Mungu. Fanya kazi na umtumikie Mungu, lakini Mungu awe wa kwanza katika maisha yako, kwa sababu yote ulio nayo ni Mungu atakaye kubarikia. Daudi kama alikwenda vizuri, Daudi kama alifanikiwa, ni Mungu alimbarikia. Daudi alimtumikia Mungu na alikuwa tajiri. Ayubu alimtumikia Mungu na alikuwa tajiri. Sasa nyinyi mnafeli wapi? Nyinyi mnafeli wapi? Mungu ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishuka sura yake ya 7 inasema ya kwamba usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana atamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Itasema hapa kwingine nitapafundisha, kwa sababu watu wana desturi sana. Watu wengi unakuta mtu tu ni mzizi. Ukiwa nazungumza kitu tu, unalitaja jina la Mungu wako. Unalitaja jina la Mungu hakuna hata sababu. Mungu anasema ya kwamba hata muhesabia haki mtu alitajai jina lake bure. Mtu anayelitaja jina lake bure tu pasipo kitu chochote, hiyo ni kosa. Mungu atakuandikia pale wewe ni mkosaji, na unapokuwa mkosaji hauwezi kaingia mbinguni. Wakosaji na walevi na wazinzi wote na wachawi wote sehemu yao ni moja. Ile jehanamu iwakayo moto. Sasa watu wengi unakuta anajikwaa tu kwa jina la Yesu. Anatoka kufanya vyake vitu vibaya huko kwa jina la Yesu. Hapana. Mungu sio kuzoelea kinamna hivyo. Nimetaka kugusia hapo. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi, na siku ya 7 kwa hiyo Bwana akabarikia siku ya Sabato. Siku ya Sabato akaitakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana hapa anasema, anakuambia wewe Mkristo, siku 6 fanya kazi, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana. Nenda kanisani, fanya ibada. Na kama una kanisa, unaogopa kwenda kwenye makanisa ya wauni ambao wanainuka wanajiita kuwa ni manabii kumbe sio manabii, wanajiita kuwa ni watumishi kumbe sio watumishi, sali kwako. Sali kwako. Ikiwa ni siku ya Jumapili, itisha familia yako, fanya ibada kwako. Mungu atashukuru. Mungu anapenda yule mtu ambaye anayefanya ibada hata mara moja, kuliko yule mtu anayekaa amejifurahisha kwa mambo ya dunia. Hajui kesho yake ni ipi. Hajui akifa leo hivi kwa maisha yake aliyo nayo hataenda wapi. Sasa na wewe jiulize, umebadilika? Umechukua kazi ndio kitu chako cha muhimu, au una tena? Wewe mwenyewe jiulize, maisha yako yamebadilika? Umekuwa unaanza kuomba kwa hafifu, vitu vingine umeanza kuvirudia, mambo mengine umeanza kuyatenda, mambo ya zamani uliyoyakataa umeanza kuyarudia, mambo ya zamani uliyoyachukia umeanza kuyapenda. Umekuwa mzinzi, umekuwa mlevi, umekuwa mtu ambaye unayewasema wengine, umekuwa mbea. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hauna ibada. Kwa sababu umemwasi Mungu.
Kumwasi Mungu sio lazima hadi uende kufanya uzinzi au uasherati au ugeuke au uanze kufanya masengenyo. Sio hivyo tu. Hata kumwasi Bwana kwa njia ya kufanya kazi siku 7. Umemwasi Bwana kwa sababu mwishowe utakosa muda wa kumwabudu Mungu. Wewe ni Mkristo gani unayefanya kazi mpaka siku ya 7? Wewe ni Mkristo gani? Roho yako hata haikuhukumu. Kwa akili zako kabisa binafsi haufikirii mimi ni Mkristo na siwezi nikafanya kazi siku 7. Haujui kama ni chukizo mbele za Bwana. Lazima ubadilike. Ifike mahali lazima ubadilike. Mungu anasema ya kwamba siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote unayoyajua, lakini sio mabaya. Sio kwa sababu Mungu amekwambia kwamba fanya kazi siku 6 alafu utende mambo yako yote unayoyajua, halafu fanye vitu vyako vyote unavyovijua, lakini siku ya 7 ni siku yangu ya kuniabudu. Hajasema ya kwamba ndipo ufanye vitu vibaya. Hapana, fanya vitu vilivyo vyema, kwa sababu Mungu anasema ya kwamba hata mhesabia haki mtu ambaye si mwenye haki. Mtu mwenye haki ndiye atakayehesabika mbele zake, lakini yule ambaye si mwenye haki hatohesabika. Sio kwamba unaenda kufanya kazi huko hadi siku ya 7 alafu mchungaji, sadaka yangu hiyo sadaka mimi siwezi nikaipokea. Hata inabidi urudi magotini, utubu, mwambie Bwana unisamehe kwa sababu nilikuwa nimefanya kazi mpaka siku ya 7, na utafute kazi nyingine, kwa sababu tuko Marekani hapa na kazi ziko nyingi. Kazi ziko nyingi, kazi sio moja tu. Bwana Yesu turumia sana. Kwa hiyo nataka nikufundishe neno la mwisho na kukukumbusha ya kwamba Mungu anakupenda. Mungu anakupenda ndugu yangu katika Kristo Yesu. Mungu anakupenda. Mungu anakuhitaji. Wewe uliyeanguka kwa ajili ya kazi, unafanya kazi mpaka siku 7, wakati andiko linakwambia kwamba siku 6 fanya kazi, ufanye mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni siku ya Sabato. Ni siku ya Sabato ni siku yangu, lakini wewe siku hiyo tena unaifanya kuwa siku yako ya kazi. Wengine siku ya 6 ndio siku tena ya wao kwenda kwenye masherehe. Hata kama Mungu amekwambia kwamba siku 6 fanya kazi, lakini kwenda kwenye masherehe ya wapagani sio kazi hiyo. Sio kazi ya kumpa Mungu tukufu, ni kazi ya wapagani, kwa sababu ni kazi ya kwenda kwenye kila kitu, ni kazi. Lakini katika siku ya 6 wewe Mkristo hauna haja ya kwenda kwenye vitu, kukimbilia kila kunako kwenda upepo. Hapana. Kama ni mchango, ni vitu vya muhimu, toa mchango wako, lakini mimi sitafika huko, kwa maana ni vitu ambavyo ni vichukizo mbele za Mungu wangu. Basi Bwana Yesu aturumie sana. Kwa hiyo nataka nikukumbushe ya kwamba Mungu anakupenda. Badilika ndugu yangu. Neema ni hii. Muda ni huu. Kristo atakapokuja akukute uko vizuri. Maisha ni yako. Wokovu ni wako. Hakuna mtu atakaye kuja na kukusemea. Hakuna mtu atakaye kuja na kusema kwamba mimi nachukua sehemu yako nitengeneze mambo yako. Hapana. Tengeneza mambo yaliyokufa. Tengeneza mambo mafu. Tengeneza vitu ambavyo vimekufa. Mungu ni mwema na atakurudia. Mungu ni mwema na atakusamea. Tubu madhambi zako. Tubu mahali popote ambapo umejua ya kwamba umekosea kwa njia yako, kwa ajili ya wokovu wako, na Mungu atakuremia. Na Bwana akusaidie mahali ulipo. Ni katika jina lake Yesu Kristo ninaomba hayo. Amen.